Wakati Ron alipoenda kuona safina ya Nuhu mnamo 1977, aligundua kuwa hakuna kitu angeweza kufanya wakati huo. Hivyo ni kana kwamba Mungu alikuwa amemgusa na kuweka mzigo moyoni mwake ili kupata mahali pa kuvukia na ambapo kutoka kulifanyika. Hivyo ndipo alipokodisha ndege huko Eilat. Na kutoka kwa ndege hii aliruka juu na chini ya pwani ya ghuba ya Akaba ili kuona kama angeweza kupata bonde ambalo lingeruhusu Waisraeli kuvuka. Hivyo alipokuwa akiruka juu na chini, aliona ufuo huu mkubwa ambao ulikuwa Nuweiba. Na alichofanya baada ya hapo ni kwamba waliporuka kurudi, waliendesha gari kuelekea huko na kuanza kupiga mbizi. Sasa ulikuwa muujiza kwamba waliruhusiwa kufanya hivyo kwa sababu Mungu alifanya hili litokee wakati Israeli ilikuwa ikidhibiti rasi ya Sinai. Wasingeweza kamwe kufanya hivi ikiwa ingekuwa chini ya udhibiti wa Misri. Hivyo huo ni muujiza wa kwanza kwa maoni yangu. Katika miaka michache baadaye, Ron alimchukua Rene Nordbergen naye hadi ufuoni ili kumwonyesha, na Rene aliandika kuhusu hilo katika kitabu chake hapa, ambacho unaweza kuona, na alimwambia Bwana Nordbergen kwamba aliamini kuwa ni Jebel el-Lawz. Hivyo alipoangalia ramani za safari za ndege alizoweza kupata, aliona eneo ambalo lilionekana kuzungukwa na ukingo wa volkano ya kale. Na kwa kadiri ya takwimu zake, alipata eneo la takriban ekari 5,000 za mraba. Na alijua kwamba hakika hilo lingekuwa kubwa vya kutosha.